Na mtazamaji, tukirejelea taarifa ambayo nimekusomea muda mfupi uliopita ni kwamba siku moja baada ya maandamano ya Gen Z na ghasia kuzuka katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kiambu na Nairobi, kituo cha polisi cha Dagoretti kimesalia magofu baada ya kuteketezwa na waandamanaji waliokuwa wamejawa na ghadhabu. Kituo hicho kilichomwa mchana kutwa, huko maafisa wa polisi wakilazimika kutoroka kwa usalama wao. Wakazi sasa wanalalamikia ukosefu wa usalama, wakisema hawana mahali pa kuripoti visa vya uhalifu. Wakazi wamekashifu vikali maandamano hayo, wakisema yamewaacha na hasara kubwa, huku biashara zikiharibiwa na huduma za kimsingi kusambaratika. Wamewataka waandalizi wa maandamano kusaka njia za amani kufikisha ujumbe wao. Na kama vile ulivyoelezea huko studioni ni kwamba hapa ni kituo cha polisi cha Dagoretti, na kama unavyoona nyuma yangu ni uharibifu mkubwa ambao ulifanyika hapo jana wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z waliokuwa wakiadhimisha mwaka mmoja tangu wapendwa wao ama tangu baadhi yao kufariki kutokana na maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Uharibifu mkubwa umefanyika, magari 7 yameteketezwa, ofisi ama kituo cha polisi kimeteketezwa, na sasa nimeweza kuzungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hili wakatueleza biashara na hasara waliokumbana nayo hapo jana. Tuweze kusikiza hisia tu zao. Jina langu ni Gerald Kipkoech. Mimi naishi huku, nafanya kazi huku. Ile madhara ambayo tumeiona hata kwa macho yenyewe unaweza iona, station ya mapolisi, magari ya wananchi wa huku. Sasa na hii madhara, biashara hii ni biashara ya mtu. Ilikuwa PSV, magari za private. So naweza sema station hata hivi kuchomwa inamaanisha wananchi wa huku security yao hata haiko salama, watu wa huku hawako salama, na hata wafanyikazi wa huku na mabiashara zao hawako salama. Ni kubwa, hasara yenyewe ni kubwa, kwa sababu hata hapo hivyo nyuma unaona ni manyumba kadhaa zilipata kuchomeka. Sisi wenyewe tuliona watu wakitoroka na vitu hapa, mapati na mengine mengi. Hasara ni kubwa. Mimi ni mkaaji wa Dagoretti, haswa pale karibu na vichinjio pale Ndonyo. Jambo ambalo tukio la jana limetamausha wengi, kuona kwamba tumeenda hasara, watu wengi wameenda hasara. Licha kando na hasara, pia tumeona kituo chetu cha polisi ambacho kinafaa kuwa kikitulinda ili tu feel safe, pia kilivamiwa, kikavurugwa, uharibifu mwingi, magari yakachomeka. Na ningetaka tu kukashifu ama kushutumu wale ambao waliingilia kati wakati kulikuwa kumeitishwa maandamano ya amani, wakaingia kati ili kuweza kuvuruga lile jambo. Na ningekashifu sana, kwa sababu kiangalia kwamba kama kituo hiki cha polisi ni kituo ambacho tunategemea sana, maana wakati kumepatikana jambo lolote hapa ndipo pa kukimbilia karibu. Sasa kimechomeka, hata sisi wenyewe tuna feel tuko unsafe. Kama kituo cha polisi ambacho kinafaa kutulinda kimechomwa, mali ambayo iko ndani ya polisi pia yameteketezwa. Tunahisi kwamba si vizuri vile kuli happen. Teremka na hapa kidogo tapata mpaka biashara za watu zimeharibiwa, kumevunjwa, benki ilivunjwa, ATM, mashini ya ATM ikavunjwa, kuharibiwa. Kwa hivyo mimi kama Josephat ningekashifu sana kitendo cha uharibifu. Hii security ni wewe mwenyewe. Kama polisi anapigwa, anachomewa, ananyang'anywa bunduki, na wewe utafanyiwa nini? Kwa hivyo bado tuko hatarini. Kando na kituo hiki, mahakama ya Kikuyu bado iliweza kuteketezwa. Ofisi za kaunti ya Kiambu katika eneo hili la Kikuyu ziliweza kuteketezwa, pamoja na ofisi ya naibu kamishna wa eneo bunge la Kikuyu vile ziliweza kuteketezwa. Kutoka hapa naelekea moja kwa moja hadi vituo hivyo vilivyoathirika, na vile niweze kupata taarifa kamili kutoka kwa maafisa wa usalama. Narejesha ushukani huko studioni kutoka hapa kaunti ya Kiambu. Jina ni Kimakuchege.
Asanti sana mwanahabari wetu Kimaku Chege.